Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame wote. Tuombe. Baba yetu, Mungu mtakatifu, tunakwenda kuangalia maneno yako. Neema yako iwe na kila anayesikia. Gusa masikio yetu ya ndani na jicho la ndani. Hata mimi ninayeongea, gusa akili, ili kile ambacho umekusudia pekee kikatoke na kuokoa mtu. Ninakutukuza maana unakwenda kutenda zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Namshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo. Nitumie pia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wahudumu wote kwa jinsi ambavyo wamekubali kutumiwa na Bwana. Kila mmoja kwa namna yake, tuendelee kuchota baraka za Bwana. Kama unapenda kuandika, unaweza ukaandika kukutana na Yesu kunakobadilisha hatima. Kukutana na Yesu kunakobadilisha hatima. Ukishaandika hivyo, kwa wale mnaoandika, baada ya kuandika sema amina. Kama bado sema nisubiri. Nitakuuliza swali, Imla ulikuwa unafanyaje darasani? Kukutana na Yesu kunakobadilisha hatima. Sio kila mtu aliyekutana na Yesu alibadilishwa. Kwa hiyo usije ukasema nikikutana naye lazima nibadilike. Sio wote waliobadilika. Kuna bwana mmoja alikutana na Yesu, akamwambia, mwalimu, mimi nahitaji nikufuate, lakini niruhusu nikazike. Akaambiwa waache wafu wazikane wao kwa wao. Hakubadilika. Lakini kuna mwingine tena akamwambia, mimi nitakufuata kila uendako. Ila yeye jibu lake likawa tofauti. Mbweha wana mapango, ila mwana wa Adamu hana hata sehemu ya kuweka kichwa chake. Na yeye akaondoka. Kwa sio kila mtu aliyekutana na Yesu alibadilika. Inategemea lengo lako la kukutana naye ni nini. Walikuwepo watu wengi sana katika msongamano wakati Yesu anaenda kumfufua yule mtoto wa Yairo. Wengi sana. Lakini aliyeponywa alikuwa ni mmoja tu, mwanamke ambaye aligusa pindo la vazi. Hata Petro hakuelewa Yesu aliposema nimeguswa. Akamwambia Yesu, ni maajabu katika mkutano mkubwa kiasi hiki, msongamano wa watu kiasi hiki, unasema eti umeguswa. Yaani ni kitu gani kipya hapo? Watu wanasongamana kutoka hapo, alafu nalalamika nimeguswa. Yesu anasema siongelei kuguswa kawaida, ila kuna mtu alikuja hapa, yeye amenigusa maana nguvu zimenitoka. Haleluya. Sio kila atakayekuja kwenye hili kambi atakutana na Yesu na kubadilika. Sio kila, ila wewe ukidhamiria, wewe. Kwa hiyo kwenye kambi unapokuja, usiongee habari ya watu, usiseme tume, sema nime. Mungu anashughulika na wewe kama wewe. Haleluya. Katika Ukristo wetu, moja ya vitu ambavyo vinachangia tusikue kiroho ni kutazama kama kundi badala ya kuangalia kama mimi. Badilisha mtazamo wako. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 fungu la 9 na la 10, nasoma mimi kile Kiswahili cha kisasa. Anasema, mara Yesu akakutana nao akasema, salamu. Hao wanawake wakamwendea, wakapiga magoti mbele yake, wakashika miguu yake. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, na huko wataniona. Sikiliza vizuri hapa. Katika sayansi ya tabia, moja ya vitu ambavyo vilinivutia kusoma sayansi ya tabia ni kwa sababu kuna vitu nilikuwa najiuliza maswali. Kuna watu unakuta ni watu wazuri kabisa, lakini kuna sehemu ukimgusa unaweza ukajiuliza, hivi ndio yule au ni mwingine? Mwingine anaweza kuambia utu wangu wa kale umefufuka. Kwa hiyo ina maana kwamba ulikuwa haujafa. Nikaja kugundua kwamba tumechanganya mambo kadhaa katika maisha yetu. Kuna vitu ambavyo inatakiwa wewe ufanye jitihada kama binadamu, na kuna vitu ni kazi ya Roho. Mwangalie jirani yako, mwambie umeelewa au hujaelewa. Amesemaje?
hajaelewa. Haya, hivi karibuni wanasayansi, nadhani ni miaka 2000 kuelekea 2003, vijana wa vyuo mnaonisikiliza na wengineo, unaweza ukanunua kitabu kimeandikwa Emotional Intelligence. Huyu bwana ndiye wa kwanza katika taaluma hii kufanya utafiti wa emotional intelligence, ya kwamba zamani tulizoea kwamba mtu mwenye akili tunasema ana IQ nzuri, huyu ana IQ nzuri, yuko vizuri, tuliinua IQ ya mtu, lakini wakaja kugundua kwamba kuna kitu kina nguvu kuliko IQ, kinaitwa EQ au EI, emotional intelligence. Wanasema hata kama una akili sana, lakini kama huwezi kudhibiti mihemko, akili zako zinakuwa zero. Hutaweza kufanya kazi vizuri na watu, maana unawavuruga watu. Na emotional intelligence maana yake ni kutambua wakati mwili wako unahemka na kujua matokeo ya mihemko yako na kuidhibiti. Kwa mtu mwenye emotional intelligence anaweza akachokozwa, hasira zikapanda kabisa, lakini anajua hapa nipo kwenye mudi ambayo sio nzuri, nikiendelea hapa nitaongea maneno ya ajabu, watu wataona nimewatukana, mazingira sio mazuri. Mtu mwenye emotional intelligence anaweza akasema naomba mniache kwanza tuongee kesho. Hiyo ndio akili. Lakini sio kusema ukinitibua. Hey. Tulikuwa na mzee wetu kule Upareni, mzee Basilei, nimemwona hapa. Alikuwa anasemaga mzee wetu mmoja, asema chezea hengine. Kwa lazima ufikie hatua useme hapa nadhibiti mhemko wangu. Kwa mfano kwa viongozi katika taaluma ya diplomasia, viongozi wote kwenye diplomasia lazima unapofika madaraka fulani unatakiwa ukae chini ya mtaalamu ambaye anakufundisha emotional intelligence, kwa sababu kuna siku utatukanwa mbele ya watu na wanakutukana makusudi kabisa. Wachungaji mmeona kwenye mabaraza ya kanisa, halmashauri za kanisa, uko hapo kabisa, unampa ruhusa mtu, una swali, ukipoint hivi jamaa akisimama anakwambia mchungaji, hivi una akili timamu kweli? Sasa mchungaji, usije ukasahau ya kwamba wewe umepakwa mafuta na Bwana. Hiyo ni moja, lazima uizingatie. Namba 2, kuna malaika maalum ambao kazi yao ni kulinda mpakwa mafuta na kutenda kutokana na anachokisema. Wale malaika huwa hawajui kwamba ulihemka, wao ukitamka wanakwenda kutenda. Kwa ikatokea mtu amekutibua, wewe ni mzee wa kanisa pale, mchungaji, umetibuliwa, hasira zimepanda, ukamwambia tu mtu unanitukana, tutaona kama biashara zako zitanyooka. Hilo neno malaika anakwenda kuvuruga biashara, hajui ulikasirishwa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena. Hamjasoma Biblia inakataza msiwawekee mikono watu kwa haraka. Sababu ni nini? Tena asije akawa ni mtu aliyeongoka hivi karibuni. Hivyo vigezo ni kwa nini? Ni kwa sababu ile mikono ni mamlaka unayopewa ya ziada. Haya, nikupe mfano wa Biblia kabisa ndipo utanielewa. Daudi ametiwa mafuta tangu utoto. Akatoka hapo, kwa mujibu wa Biblia Daudi alitiwa mafuta mara 2 kama sio 3. Nyingine ilikuwa ni Hebron, lakini ya kwanza ilikuwa ndio ina nguvu zaidi. Ya pili ilikuwa ni kama kuconfirm kilichofanyika utotoni. Ameenda kuchukua sanduku la Bwana kwa ushindi mkubwa, akalileta, akacheza, nguo zikaanguka. Ukisikia nguo zimeanguka, jenga picha ya Masai, kwa sababu alikuwa anavaa kimasai. Alafu wajakazi, yani wafanyakazi wa ndani, wakamuona bi mkubwa wa Daudi, binti Sauli, mnamkumbuka vizuri, ilikuwa ni kipenzi cha Daudi kuliko wake zake wote. Yule mama alikuwa na mamlaka, alikuwa na uwezo mkubwa, kipenzi cha mume wake vizuri, na ndiye pekee ambaye alikuwa anaweza kumuita Daudi na kumrekebisha. Siku hiyo hasira zikapanda, akamwambia leo umetia aibu kabisa, ona umecheza mpaka nguo zimedondoka, umekuwa na aibu kubwa leo mbele ya wajakazi wako. Daudi hasira zikapanda, akamgeukia mke wake akamwambia, nimeaibika mbele ya hao, unafikiri ni hivyo? Lakini nitaendelea kutukuzwa kwa ajili ya sanduku la Bwana. Akamtamkia maneno magumu. Biblia inasema
Mikali binti Sauli tumbo lake lilifungwa, hakupata mtoto hadi kifo chake. Bado alikuwa ni mume kwa Mikali binti Sauli, lakini malaika hawamjui kama mume, wanamjua kama anointed. Tunaanza kuelewana sasa. Ndio maana vijana hawa wa kwetu na nini, kuna sawa najibizana na wazee wa makanisa. Sifundishi uongozi, nimeongea tu by the way. Usije ukajitoa ufahamu ukamwona mzee wako wa kanisa, hata kama ni kijana mwenzako kapewa uzee wa kanisa, amekuja kwenye kwaya, anatoa maelekezo kwa kofia ya uzee wa kanisa. Wewe ukamwona mshikaji wako ambaye mnakula wote kule barabarani, mnapiga story. Wale malaika huwa hawajui ni mshikaji wako, watashughulika na wewe. Haleluya. Mnamuona rais anapotembelea, si alikuja hapa Same wakati fulani? Yaani hata kama kuna mtu alisoma naye vizuri, jidai utamuuliza Pastor Nkoko, hasahau. Walimsogelea rais kule Kigoma. Kuna jamaa tu akaja akagusa hapa. Paliguswa wapi? Yule aliyeguswa mwenyewe alisogea chini akamwambia Pastor Nkoko, tuondoke. Huwezi kujua. Kwa hiyo katika mambo ya kiroho lazima ujue kutofautisha, ujue ile kofia. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa sikiliza hivi, tuachane na hayo kidogo. Kuna watu wana personality ngumu katika masuala intelligence hizo za kimihemko. Kuna watu ambao huwa wana personality ngumu au hulka ngumu kubadilika, na ukiona wamebadilika hawa watu ujue ni muujiza. Hakuna saikolojia au therapy inaweza ikamsaidia kwa urahisi. Kwa hiyo ikatokea mtu ana hiyo hulka iliyoharibika, ni ujue kabisa ya kwamba ni muujiza wa Mungu. Ziko hulka nyingi sana. Kuna kitu nakiita personality disorder, ni hulka iliyopangiliwa vibaya. Yaani ni dhambi tu imesababisha yote hayo. Kwa hiyo ziko kadhaa, nikutajie chache ambazo ni ngumu kubadilika. Siongelea habari ya sanguine, choleric, phlegmatic, siongelea hiyo. Naongelea personality disorder nyingine kabisa ambayo kwetu kwa kawaida, kwa mila za Kiafrika, baadhi tuliziona fulani ana tabia mbaya, fulani yuko, sio tabia mbaya, ni personality. Kwa hiyo kuna ngumu sana. Moja inaitwa NPD, narcissistic personality disorder. Imekuwa ni shida sasa hivi duniani, hata kwenye mitandao ukiingia inatajwa sana. Juzi nilivyokuwa Nairobi niligusa tu, ikabidi nibadilishe somo kesho yake niongee kwa kina, maana nikaona ni hitaji la watu wengi sana katika maisha. Ndoa nyingi zinavurugika kwa sababu ya kushindwa kujua personality. Yaani unaweza ukawa hapo mwenza wako ni mgonjwa ila ujui, na tumekariri ili mgonjwa wa akili lazima apelekwe Mirembe. Kuna ambao hata piga mtu, lakini kuna mambo hapo ndani tunajua yule usimguse. Umemwona jinsi alivyokaa ile pose ile, usikatize hapo, lolote laweza kutokea. Sasa hii ambayo inaitwa NPD wana tabia zifuatazo. Namba moja, huona wao ni bora na maalum kuliko watu wengine. Yaani huyo mtu popote anapokuwa yeye ndiye bora kuliko watu. Hata kama akisimulia story, lazima story ilenge yeye kuwa juu. Ndivyo anavyokuaga hivyo. Kwa popote anapokuwa lazima mtamtambua yupo. Ikatokea mmeshindwa kumtambulisha anavyotaka, imekula kwenu. Mhubiri mmoja alisema kuhubiri kwa sababu hawajamtambulisha kama dokta. Ana PhD. Kwa hiyo aliyetambulisha sema tuko na mchungaji fulani. Jamaa akamwambia pastor, nenda ukahubiri. Akasema nani? Sasa wewe. Huyo yule mtambulisha sio mimi. Rudi ukawaambie nina PhD. Mtu ambaye hulka yake ya ubongo iko vizuri, uwe umemtambulisha vibaya, uwe umesema ambavyo sio kwake yeye, yaani huwa anajiuliza, kwani nimepungukiwa na chochote? Hiyo PhD imechukuliwa? Hakuna sababu yoyote. Mwingine utamuelewa. Hawa watu wanakuwa na tabia hiyo. Namba mbili, wanahitaji kusifiwa na kushangiliwa mara kwa mara. Kwa hata kama akitenda jambo, usije ukadhani ametenda moyoni, ni ili uweze kutambua utendaji wake. Kwa mnaweza mkapiga kelele hapa, jamani tuna shida ya makambi, tunachangia, sio nani, jamani linanyosha mkono tu. Nakwambia 2 milioni nitatoa. Mkitaka mumjue msije mkasema amina.
Mkinyamaza kimya, ina maana hamjasikia nilichosema. Unajua nimesema 2,000,000. Sasa hapo hatujaongelea kwenye ndoa. Kwenye ndoa wana staili yao. Kwenye ndoa wako top siku zote. Kwenye ndoa wao ndio wako bora kuliko mtu yoyote. Kwenye ndoa yeye ndiye anayekubeba. Kwa hiyo kuna saa atakwambia kabisa, usipige kelele sana, nimekuhurumia sana kukuoa. Ndivyo wanavyokuwa. Namba 3, hukosa huruma kwa matatizo ya wengine. Ubongo wao sehemu ya huruma haipo vizuri. Kwa naongea kwa jinsi ya kawaida kabisa, ya kawaida, tusichanganye na terminology ya kisayansi, hayana sababu. Tuchukulie sehemu yako ya ubongo wa kawaida binadamu ambayo inahurumia wengine, inatakiwa iwe na 50%. Wao wana 10%. Kwa hiyo kuhurumia mtu hivi wao ni ngumu kabisa. Nikamwambia vijana wanaoposa, ukitaka ujue kwamba mchumba wako ana personality disorder, ili ujue mapema kabisa, kuna vigezo vya kumpima. Kwanza, usiharakishe ndoa, maana wana tabia ya kuwahi. Anakwambia kazini wamesema nifunge ndoa haraka, cheti kinatakiwa. Ina maana anahitaji ya kuficha, usimjue, utamshtukia yuko ndani. Utamjuaje katika uchumba? Nendeni out siku moja. Mkienda out usio mara moja, ile ambayo mnakwenda mnakula pamoja. Siku zote wao wanasahau password ya M-Pesa, wanasahau hela nyumbani siku zote. Mkifika tu kwenye kulipia, anakwambia mtandao unasumbua. Yaani wao kwa kawaida wanataka ule, yani ale vya kwako, ila sio vya kwake. Ukiona siku ameruhusu ule cha kwake, kuna faida iko ndani yake, utalipa. Nyingine, msimulie story inayoumiza. Yote tunga tu, tengeneza story ya kuumiza, ya ukatili, simulie vizuri. Wakati unamsimulia, msome hapa kwenye macho hapa. Wanakazana sana kujenga huruma ya Kichina, maana kwa asili hawako hivyo. Huchukia sana kukosolewa hata kidogo. Ukitaka umjue, mkosoe, imekula kwako. Anabadilika, anakasirika kabisa. Hao watu wana hiyo shida, huwa na hasira wakihisi kudharauliwa, ila wanapenda sana kuonekana kama viongozi au watu wa kipekee kila sehemu. Kwa akifika sehemu lazima awe anatangulia. Lengo sio kusaidia, lengo ni ili aweze kuonekana kuwa top. Nimeongea vichache katika hili kundi, lakini watu ni ngumu kubadilika. Kwa nini? Hakuna siku anakubali amekosea. Tunaanza kuelewana sasa. Mtu yeyote ambaye akikosolewa anasema kweli nimekosea, huyo mtu anajenga room ya kubadilika. Wao siku zote, ukitaka wajue kwenye ndoa, ibua kesi, tumwambie mwenzangu, wewe kuna ABCD ulifanya, mimi sipendi tabia, imeniumiza moyo. Subiria. Hawana uwezo wa kusema mama fulani, baba fulani, nimekosa, nisamehe. Kibao kitageuka. Atahakikisha hilo kosa linageuka, linakuwa la kwako. Na ukitaka yaishe, omba msamaha. Yaani ikishindikana, atakwambia mpaka style uliomwambia haikuwa sawa sawa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeanza kuelewa sasa. Hayo ndio walivyo. Kuna watu ambao tunawaita ni obsessive compulsive personality, ambao ni OCP. Hawa wanapenda kila kitu kiwe katika mpangilio mkali, wana itikadi kali. Utawajuaje? Kumbuka nimekwambia siongelea habari ya sanguine choleric. Hapana. Inaongea kitu kingine kabisa. Hawa watu wenye OCP wenyewe anataka kila kitu kiwe sawa. Kwa mfano, ingekuwa mimi hapa nina OCP, nikija hapa mbele nikakuta kwamba niliwaambia kabisa ya kwamba ninataka nikifika pale mbele nisikute microphone yoyote inazagaa. Nije hapa nikute microphone inazagaa hapa, hubiri linaanzia hapo hapo. Watu wengine sio akili zao zinafanya kazi kiasi gani? Utaukaje microphone hapa? Hiyo itakuwa ni fujo kweli kweli. Ukiona hivyo, jua unadili na mgonjwa. Maana kwa mtu mwingine ambaye ana emotional intelligence, atakapofika na kuona vimevurugika vitu pale, cha kwanza akilini nawaza, niko wapi hapa? Niko mbele ya watu. Namba 1. Namba 2, hao walioacha hawawezi kufanya hivi kwa makusudi. Huenda kuna vitu vingi wakajisahau. Unaona inavyoenda
kama mi naweza kusahau, na wao pia wanaweza wakasahau. Kwa hiyo baada ya hapa tukumbushane. Mwisho wa kunukuu. Kwa ukiona kuna mtu anataka vitu viende kama vilivyo, vikienda tofauti anaweza akazira. Kuna mmoja aliacha mkutano wa effort katikati, na ni mhubiri kabisa. Sasa wakasema imekuwaje? Sasa watu wetu wengine wasivyojua, kamati ya maombi wakaanza kumkemea shetani kwa jina la Yesu. Nikamwambia, sasa mnakemea huu ni ugonjwa. Unajua ubaya wa hivi vitu vingine havizuii wewe kuwa mtumishi. Tuko sawa sawa? Utakuwa mchungaji tu, utakuwa mhubiri tu, lakini kuna saa, kuna kitu kinatokea, mtu anayetazama na kutazama hivi ni kawaida kweli? Hizi hasira za kawaida. Mkiona hivyo usije ukajihangaisha. Wanashikilia sana sheria na kanuni hata zisizo na maana. Akisimama mtu kuhubiri anakuambia hii leo hapana. Kulikoni? Hajavaa tai. Tayari. Yaani amekwazika. Haangalii neno. Wana kanuni nyingi. Sasa hawa wanajidai kwamba ni wakamilifu, hawana makosa, hutumia muda mwingi kwenye maelezo madogo badala ya picha kubwa. Yaani kama ni kwenye ndoa kwa mfano, ukitaka umjue alivyo, kitu kidogo ana maelezo mengi mpaka huko kote unaenda wapi? Yaani baada ya kusema mke wangu, nilikuwa nahitaji ya kwamba ikifika saa 9 nikute chakula hapo, naondoka. Wana maelezo. Ninaondoka naenda Mombo, kuna msiba kule, ujue natakiwa niwahi. Mpaka unasikia kichwa kama kinawaka moto hivi. Na ukiona kama humsikilizi, umehama, nakwambia hunisikilizi, unadharau, kaa hapa. Ndivyo wanavyokuwa. Kuna watu ambao, naeleza tu chache, wanaitwa paranoid personality, hulka ya shaka. Wanaona wengine wanapanga njama dhidi yao. Yaani mkiwa mmekaa hivi mkanongonezana tu, wananisema. Na hata alivyoniangalia vile, ukienda ukamwambia, unajua wenzako walikuwa wanaongea tu kawaida, na wewe umejiunga nao. Ukitaka umjue kwenye ndoa, utamjuaje huyu mtu ambaye hii ni paranoid personality, ni PP? Ukitaka ujue jinsi alivyo, wana wivu uliopitiliza, wivu wa ugonjwa. Yaani hapa tu kanisani, jinsi mlivyokaa, kama ni mume wako au ni mke wako, jinsi ulivyokaa tu hapa, jicho lake anakutazama. Ukitoka hapo, kuna kesi nyingine, shemasi aliyeleta sadaka, kuna namna unamwambia, alikuwa ananiuliza kwamba nirudishe chenchi, mbona ilichukua muda mrefu? Sasa usipojua kwamba mwenzako ana changamoto, unaweza ukafa kwa stress. Hivi nimeolewa na mtu wa namna wewe elewa hivyo ili uweze kuishi vizuri. Hawa watu hukumbuka makosa ya zamani, hawawezi kusamehe. Kwa kawaida, mtu yeyote wa kawaida mwenye akili timamu, kosa lolote ambalo mwenzako alikuomba msamaha inatakiwa liondoke. Haleluya. Haina maana kumbukumbu haiji, lakini huwezi kulirudia mdomoni. Binadamu hukumbuka makosa tu ambayo hawakuombwa nini? Wao hawana hiyo kitu. Tasikia anakwambia mwaka 1978 tukiwa tuko Rundugai. Sasa hata hukumbuki. Mwenzako ameishikilia vizuri. Wanaweza kuwa wagumu kushirikiana kazini au kwenye miradi, maana hawaamini wengine. Kuna wengine ambao wanaitwa ni passive aggressive, wanasema ndio lakini vitendo vyao ni hapana. Nimesemaje? Hawa ambao ni passive wenyewe utamgundua tu, kwa sababu kila siku kimwambia, bwana kesho naomba uniletee mandazi, nakwambia sawa. Mangapi? 3. Utampigia simu mpaka nahisi mafundi wengi wana huu ugonjwa. Sijui mmegundua hicho kitu. Hawakatai kazi. Bwana utakuja, sema ndio. Masaa yamefika, dakika 0. Niko Sterling hapa. Unapiga mahesabu kutoka Sterling mpaka mjini
utasubiri kweli kweli. Hawa watu hawajui kusema hapana, wanashirikisha au kuchelewesha mambo, wanaahirisha au kuchelewesha mambo makusudi. Ndivyo walivyo wao, hujifanya wamesahau kufanya majukumu. Hakuna siku anakubali nimekosea. Hizi personality ziko karibia 5-6 ambazo huwa ni ngumu kubadilika, maana kwa tabia zao zote zinafanana, hawakubali kwamba wamekosea. Mchungaji, unamaanisha nini? Nisikilize vizuri. Haijalishi unatembea katika ugumu wa dhambi kiasi gani, kama Roho wa Mungu akikusemesha unakiri kosa kutoka moyoni, wewe utabadilishwa tu. Haleluya. Kwa nini Yesu alimpenda sana Daudi na anamtaja mpaka Yesu mwenyewe anaitwa mwana wa Daudi? Mwana wa Daudi. Sababu kubwa ni hii. Daudi ni mtu ambaye ukimwonya jambo lolote anaumia kutoka moyoni. Haleluya. Vijana, ukajikuta mzee amekuita, mzee wa kanisa, natoa tu mfano, mzee wa kanisa kiongozi yote, anakwambia kaa hapa bwana, harufu yako sio nzuri hapa kwenye kanisa. Huyo mzee akikwambia hivyo, mshukuru. Cha kwanza kabisa mwambie mzee asante. Kwa nini? Siku hizi watu ambao wanakukalisha na kukuambia mambo wamepungua. Walio wengi wanakusemea wapi? Sasa tulijua bwana kuna tukio hili. Si tulikuwa tunajua bwana, tulikuwa tunamwangalia tu. Ukiona mtu amekukalisha anakuambia kitu, mshukuru Mungu, maana huyo mtu anakupenda. Namba 2, kuna saa unaweza ukaambia kitu ambacho hukuwahi kufanya kabisa. Ukitazama sema, lakini hapa mimi sijafanya. Sikiliza nikwambie, usije ukaanza kuruka na kusema kwa nini. Jifunze. Kuna uwezekano mkubwa hukufanya, ila ulitengeneza mazingira. Tunaanza kuelewana hapo? Kwa hiyo hapo ni funzo. Nenda karekebishe mazingira yako. Inawezekana hakuna mazingira na hukufanya, lakini bado ukaambiwa. Hiyo nayo pia ni sauti ya Mungu. Huenda Mungu anakuambia kuna tukio linakuja huko mbele, jilinde. Ila ukipinga, unakataa kukutana na Yesu. Kitabu cha Steps to Christ, kile ambacho tumekigawa hapa kinaitwa Jipatie Amani Moyoni. Hata hivyo, ngoja niulize, tuna marafiki zetu kutoka madhehebu mengine ambao hawajapata kopi ya kitabu hiki bure, tunatoa hapa. Nyosha mkono wako. Kutoka Lutheran, Pentecost, Assemblies of God, nyosha mkono, unasema mimi sijapata hiki kitabu. Nyosha mkono tukupatie kabla sijakinukuu. Nyosha mkono kama yuko mtu. Kuna mtu umemwona mahala fulani ambaye hujapata kitabu? Kama ulipata jana, unaweza ukaacha tu. Asante. Naona kama wote walishapata. Kuna mtu mimi ndio sijaona. Naomba tuwasaidie vitabu, hao wako kule na hapo mahala fulani. Viongozi wakipita tuwe waonyeshe ishara kwamba ni mtu huyo, ili iwe rahisi zaidi. Sikiliza hii sentence hapa. Anasema kile cha Kiingereza, the closer we come to Jesus, the more clearly we see our faults. Hebu tulia hapo kidogo, tuliza akili yako. Hata kama shetani alikuwa anakusumbua, mwambie achana na mimi kidogo nisikie hii. Jinsi unavyomsogelea Kristo karibu, ndivyo unavyoona makosa yako. Kila mtu aliyeko hapa, haijalishi una uwezo wa akili kiasi gani, kuna kitu nakita blind spots, ambapo ni upofu mahala fulani. Kuna kitu lazima, hata kama uweje, kuna kitu lazima uweze kukiona sawa sawa. Sisi waandishi wa vitabu tunaandika, tunamaliza, unampa mtu mwingine, anasoma, anaona kitu ambacho hukukiona kabisa. Anakwambia, lakini mbona kama haijakaa sawa sawa? Ni kwa sababu wewe hukuona. Lakini kadri unavyomsogelea Kristo, ukitaka ujue umeanza kumsogelea Kristo, utaanza kuona makosa yako katika uhalisia wake. Ukijiona wewe ni mtakatifu kuliko watu wengine, ujue kabisa Yesu yuko mbali na wewe kweli kweli. Moja ya namna ya kujipima kabisa kwamba hapa niko mbali na Yesu, uko busy kuona makosa wengine fulani. Mungu tu amsaidie. Siku hizi maisha yake ni maombi tu, tumuombe. Uko busy. Na niwaambieni ndugu zangu, kusengenya ni kati ya kitu ambacho ni kitamu mdomoni kweli kweli. Kwa nini kinakuwa kitamu? Wanasaikolojia waliwaangalia watu wakati wanasengenya, wakamwambia ingieni hapo, sengenyeni mnavyoweza. Wakawafunga vifaa maalum kwenye ubongo ili waanze kuangalia tabia zao za ubongo zinakuwaje. Wakawaweka sehemu, pigeni story, tafuteni mtu mumseme.
tunataka tuone ubongo unakuwaje. Walivyowachunguza wanasema hivi, wakati wanawachunguza watu wakisengenya majina ya watu, wanaongea habari zao, anasema sehemu ya ubongo ya kujifanyia tathmini ilikuwa imefungwa. Kama hujanielewa sema rudia. Yaani ile sehemu ya kujifanyia tathmini wewe mwenyewe kwamba na mimi kuna hiki cha kurekebisha, kuna kila kiko sawa, inafungwa kabisa. Pap. Huoni saa ile ni huyo mtu ndiye mnayemsema. Hata hivyo, kwa msaada huu wa Mungu tuweze kulielewa hili. Mna habari kwamba kumsema mtu ni sawa na kumla nyama yake? Jamani, naongea na watu au na binadamu? Mlikuwa mnajua kumsema mtu ni sawa na kula nyama yake? Ipo kwenye Biblia. Akatoa onyo kwamba msimalizane. Sasa nataka nikwambie kitu cha kujitakasa hapa sasa hivi. Nisije nikaongea ile afu nikakuacha bila kuelewa. Hakuna mtu ambaye hamsemi mtu hapa. Yaani hapa ikatokea nachora mstari nasema mtu ambaye hajawahi kusengenya aje hapa apate milioni. Na atakaye danganya ataumbuka hapa. Hakuna mtu atakaye simama hata mmoja hapa. Sasa iko hivi, kwa kila usengenyaji uliofanya, ukamsema mtu pale ofisini, kanisani, si wapi popote, umevuta nguvu hasi, tunaita negative energy. Kila ukimsema mtu kuna nguvu hasi umeivuta. Ile nguvu hasi inaleta mikosi kwenye mambo yako ya kila siku. Kwa kuna baadhi ya vitu haviendi, kumbe mgogoro ni kwa sababu ulishiriki usengenyaji. Sasa tunafanyaje? Kuanzia leo, kwa vile umejua, cha kwanza, ukijikuta kwamba watu wanasengenya, ondoka eneo la tukio. Namba 2, ukajikuta umenogewa na usengenyaji ukabaki, ukitoka hapo tubu haraka sana, ungama. Mwambie Mungu nisamehe kabisa, na uombe kwa dhati, maana bila hivyo kuna vitu vinakufuata. Mungu atusaidie sana. Kwa kadri unavyomsogelea Kristo, utaanza kuona kuna kasoro zako zinaonekana moja baada ya nyingine. Ukijikuta unajiona mdhambi sana, ujue ndipo umemsogelea Kristo sana. Haleluya. Ukijiona una dhambi sana, jua taa ya Kristo imekumulikia sana. Ila ukajiona mimi kama yule Farisayo, sasa mimi sio kama mtoza ushuru. Na mimi mara nyingi sana nasema, ndugu zangu ambao nyie mnanisikiliza hapa, wa Adventista wa Sabato, kama kuna kitu kinachotutafuna, na Mungu atusaidie, ni kiburi cha kiroho. Acha kabisa. Ukiona wengine sasa hao, hebu chukua muda wa kumwambia Yesu, nichunguze ndani ya moyo wangu, uone kama kuna njia ndani yangu inayohitaji toba. Atakuonyesha. Haleluya. Hebu fikiria juu ya Petro. Fikiria juu ya watu hawa wafuatao ambao walikutana na Yesu. Mmoja alikuwa ni Petro. Alikuwa ni mtu wa hofu na kutangatanga. Alivyokutana na Yesu tu akabadilika. Haikuwa ni pointi moja, ilikuwa ni mara kadhaa. Mungu akusaidie uweze kuelewa ninachokisema sasa hivi. Petro kwa mara ya kwanza alikutana na Yesu kwa kawaida, akamtoroka. Acha hii story tunamuona mwishoni. Nataka nikwambie asili yake ya mwanzo kabisa. Walikutana na Yesu na bado akamtoroka, maana aliona hii biashara hailipi. Siku moja mama mkwe wa Petro akapata tatizo la homa. Yesu akaenda akamgusa, akapona. Petro akamtazama, sema huyu jamaa ananifaa, lakini staili yake ya maisha hainivutii. Maana lengo la Petro lilikuwa ni uchumi. Akimtazama Yesu ana kanzu hii. Acheni na hizi picha tunachorewa chorewa, unamwona Yesu amevaa kwanza yule Yesu ni mzungu, sio Yesu, ni mzungu. Yule ni mzungu tu aliyetuchorea. Petro alikuwa na hali ngumu ya kiuchumi. Anasema nahitaji nibadilike, lakini huyu Yesu huyu, kama hali yangu ni ngumu na yeye ni ngumu, hatuwezi kufika mbali kabisa. Kachana naye. Mnakumbuka tukio lingine sasa, ndipo Yesu bado anamuinda Petro. Anasema huyu namtaka jinsi alivyo hivi hivi. Akamfuata wakati anavua. Maana jamaa yuko busy kabisa. Yesu anagonga pale pale unapowaza. Wewe unawaza uchumi, ndio. Umeniona na kanzu moja ukadhani kwamba sina hela, ndio. Subiri nikuonyeshe. Akakutana nao, akauliza, "Je, mmepata kitu?" Wakasema, "Tumekesha." Akasema, "Shusha nyavu." Shusha nyavu. Anasema, "Bwana, tumekesha usiku kucha." Yaani kwa lugha nyingine, hakuna mvuvi yeyote ambaye anavua samaki saa 6 mchana.
wanasubiria usiku. Shusha nyavu. Aliposhusha nyavu, samaki ni kana kwamba wameambiwa, tokeni kwenye mapango mlipo, ingieni kwenye nyavu ya Petro, kwa Kefa ndio pakwenda. Kama wamechanganyikiwa akili kabisa kabisa. Ingekuwa tunaongea kule ulimwenguni tunasema wamechanjiwa, utafikiri wamechanjiwa. Wote wanaingia hapo, wote wanaingia, wakajaa, kaanza kuvuta mpaka anazidiwa kabisa. Akawapa ishara wenzao, njoni mtusaidie, tunazidiwa huku. Jamaa wakajaza vyombo mpaka vinahitaji kuzama. Ndipo baadaye wanapeleka pembeni. Petro akamfuata Yesu pale pale, akampigia magoti, akamwambia, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Maana yake ni nini? Nilikuona juzi ukimponya mama mkwe, nilichukulia ni nguvu ya kawaida, ila sijai kuona nguvu ambayo inaamuru samaki waingia hapo. Hii nimeona sio ya kawaida. We ni Mungu na huwa ukaagi na wadhambi, ondoka kwangu. Ndipo akamgeuza akamwambia, Petro, kuanzia leo, haleluya, kuanzia lini utavua watu? Tuliza ubongo wako hapo kidogo. Katika maisha yako ya kiuchumi, katika maisha yako ya kazini, kama kuna kitu unatakiwa cha kwanza umwombe Yesu, mwambie Yesu, nahitaji nikutane na wewe. Ukikutana na yeye, utaona anakubadilisha tabia kabisa. Kuna baadhi ya watu unakuta kazini automatic watu tu wanakuchukia tu. Hata unajiuliza, hivi nimekosa nini? Kila ambao unakuwa karibu naye kama vile, yani kama vile si umeokea kitu gani, wanakuchukia tu. Nataka nikwambie, usipambane na watu ukaweza kusema mbona wananichukia, mbona imekuwa hivi. Siku moja jifungie ndani chumbani kwako, mwambie Yesu, sibanduki leo hapa mpaka nikutane na wewe, maana nikikutana na wewe nitabadilika milele. Wakati mwingine kuna kitu natakiwa uombe tena. Naomba unisikilize hapa. Mnamkumbuka Hajiri, yule aliyekuwa mtumishi mjakazi wa Ibrahim? Tuko pamoja? Mnamkumbuka vizuri? Siku alipofukuzwa akaambiwa yeye na mtoto waondoke, akapewa kiriba cha maji kimejaa, akaondoka. Akafika mahali kiriba kimeisha na chakula kimeisha, mtoto amekaukiwa na maji, anakaribia kufa. Biblia inasema akamweka umbali wa mtupo wa mshale, akasema nisimuone kijana akifa. Akiwa yuko mbali, ndipo anasema malaika wa Bwana akamtokea. Ukisikia malaika wa Bwana amemtokea, ni Yesu katika umbo la malaika. Haleluya! Maneno ya malaika yanasema hivi, nimesikia sauti ya mtoto. Hajasema nimesikia sauti yako Hajiri. Wewe sijakusikia ukiomba, ila mtoto uliyemwacha ili afe alifundishwa ibada nyumbani, anajua kuna Mungu aokoaye. Baba yake alimfundisha kutoa sadaka. Ninajisikia amani sana nikiona wakati wa kutoa sadaka kuna watoto wadogo wameshika bahasha zao, nao wanakuja wanatoa. Ukimfundisha mtoto matoleo akiwa mdogo, hataacha hiyo tabia milele. Mtoto kumbe amekaukiwa na maji, anakaribia kufa, ndani ya moyo wake alikuwa anaita tu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Wakati anaita vile, akashuka mkombozi. Sikia maneno ya huyu malaika ambaye ni Yesu katika umbo la malaika. Akamwambia, Biblia inasema akamfungua macho yake, akaona kisima, akajaza kiriba. Wakati mwingine suluhisho lako liko hapo hapo, ila macho yako yamefungwa. Unapokutana na Yesu, macho ya rohoni yatafunguka. Ni mara ngapi wewe unayenitazama hapa, kuna wakati umejisikia tu, kuna mtu anakujia kwenye maisha yako, umehamishwa kwenye kituo cha kazi, umeenda sehemu fulani, kuna mtu anajaribu kuwa karibu na wewe, anakuja pale kazini, anasogea, lakini humfahamu, ila unasikia moyo kama unagoma. Yaani hata ukiulizwa amekukosea nini, unasema moyo tu unagoma. Na ulipolazimisha mahusiano, huyu mtu alikuja kukuumiza baadaye, macho yako ya kiroho yangefunguliwa, ungeliona kabisa kwamba nia yake haikuwa nzuri. Nataka nikuambie yeyote unanisikiliza, katika maombi yote, omba ombi hili, fungua macho yangu Bwana. Bartolomayo anaulizwa, wataka nikufanyie nini? Ingekuwa ni wewe,
Umesikia kile kisa cha rafiki yake Mwalimu Nyerere kule wanaita ni mikoa ya kusini. Mwalimu ameenda kutembelea huko, ndo akasema na jamangu nilisoma naye middle school, alikuwa kwao ni huko. Akamwambia yuko hapo. Kabla hajaenda kumsalimia, vikosi vya usalama vikatangulia, vikaklia vizuri njia. Mwalimu akaenda akakuta ndume iko hapo. Bwana fulani, bwana za miaka mingi bwana, wanaongea. Akawa bwana, mimi nawahi, nimesikia tu kwa hapa nikasema nikusalimie, naondoka. Sasa hebu niambie, nikusaidie kitu gani? Ingekuwa ni wewe. Yule mzee akamwambia, bwana, mimi shida yangu kwa kweli kubwa hapa mlango. Si unaona hapo nahangaika kufunga na jiwe? Mlango. Yaani mimi nikipata mlango, unajua kama ni baba yako na wewe uko hapo karibu, unatamani kukimbia umnongoneze. Nimesema hivyo kwa sababu ni baba. Ila ingekuwa ni mtoto wako, unatamani kuzibua ubongo kwa kofi hili. Huenda akipata moja akizunguka akili tarudi. Rais anakuuliza, unasema mlango. Hii ni shida kubwa kabisa. Unajua hata ukimsikiza Bartholomayo wakati Yesu anamwambia wataka nikufanyie nini, unajiuliza, hivi Yesu huoni kwamba ujamaa macho yake haya? Mbona unamuuliza maswali kama haya? Yesu ni kana kwamba anasema atakachohitaji ndicho nitakachomfanyia. Bartholomayo akaona kikubwa ni macho. Jana hapa niliwaambia habari ya Jack Ma, yule aliyemiliki Alibaba. Jack Ma anasema ukichukua ndizi, ukachukua na pesa, ukampelekea nyani, atachukua ndizi, ataacha pesa. Maana nyani hajui pesa inanunua ndizi. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeielewa hiyo. Na ni kweli kabisa. Bartholomayo anatazama, hivi nikipewa pesa zitaishia wapi? Ninachohitaji hapa ni macho yapate kuona. Hiki ndio kikubwa. Sikiliza rafiki yangu, usipige magoti na kumwomba Mungu akupe pesa, ni kosa. Usipige magoti na kumwomba Mungu akupe utajiri, ni kosa. Piga magoti, muombe Mungu akupe baraka. Baraka zinavuta pesa, baraka zinaleta utajiri. Sio kila mwenye pesa nyingi amebarikiwa. Hakuna. Kuna ambao wana pesa nyingi lakini hawana baraka. Yesu akimwambia Petro, utapata duniani humu mara 100 na zaidi uzima wa milele. Akili yako inawaza habari ya majumba, inawaza habari ya magari, hiyo mara 100 ndio unawaza katika muktadha huo. Ndio nafikiria hivyo. Sikiliza nikwambie, sio hivyo. Kuwa na magari, kuwa na majumba, huna afya njema, hakuna raha. Wewe kila siku unateseka tu. Kila siku. Na mfahamu bilionea mmoja ambaye hawezi kulala bila kunywa dawa za usingizi. Tena sasa hivi ana overdose. Na ikitokea ameshikwa na usingizi, uruhusiwi kumwamsha hata kama una shida naye. Ukifika tabia mwache mzee, maana angalau dawa imefanya kazi. Nendeni mkaone watoto wa familia zenye uwezo mkubwa wa kifedha ndio wanaonunua supplement za kuongeza hamu ya kula. Njoo kwa maskini. Mpaka inabidi ufiche mandazi kwenye kabati, ufunge na kufuli kabisa. Maana ukichelewa vimeshamaliza. Vina appetite hakuna. Hivi vingine mpaka unakaba. Fungua mdomo. Panya huyo. Nitaleta nyoka. Njoo vya kwetu milimani. Mwachie mwenzako. Jamani, kweli si kweli? Ndivyo ilivyo. Mungu atusaidie sana. Biblia inaposema ya kwamba tunabarikiwa, hii ni baraka katika umoja wake, katika mkusanyiko wake. Naangalia wholeness.
Ni uzima wake au tusemeje? Ukamilifu wake, kila nyanja lazima ikamilike, kila sehemu uwe na furaha, uwe na amani, kila kitu kiko sawa. Kuna mtu hapa, kwa sababu ya pesa zake zilivyo nyingi, anapolala bastola iko pembeni, akisikia tu ti, wewe ukisikia ti, so, si ni panya huyo, ni paka, wanakimbizana maana kwanza unawaza wavunje kwangu hili kwanza na buku 2 nimeacha gengeni hapo na wadai hawajaliletea Mungu atusaidie sana, macho yangu yapate kuona. Badilisha maombi kuanzia leo, kutana na Yesu. Unapohitimisha, kuna vitu muhimu katika maisha yako uvidai na Bwana atakupatia. Heri jina jema kuliko mali nyingi. Jina jema ni character, ni tabia. Kama kuna mali tabia yako ina kasoro, mwambie Yesu nitengeneze. Tabia yako, vipawa vya mtu vitamketisha na wakuu. Haleluya. Kuna watu wengine Mungu amewapa mvuto, automatic Mungu amekupa. Usipojua kumaintain kile Mungu alichokupatia, ukajua masharti na nidhamu yake, unakipoteza. Kama Mungu amekupa mvuto, unaaminiwa na watu, aminika. Ukipewa vitu, rudisha kwa wakati. Ukijikuta umekosea, omba msamaha. Ukweli ni kwamba jasiri ni mtu ambaye ana uwezo wa kusema nimekosea. Huyo mtu ni jasiri. Character. Kama kuna kitu kitakupeleka mbali, kijana unanisikiliza, character. Usitafute mafanikio ya haraka, tafuta mafanikio ya halali, yana baraka ndani yake. Naomba tusimame. Jioni, kwenye somo la jioni tutaangalia watu wengine ambao walikutana na Yesu wakabadilika. Lakini leo kuna uwezekano kabisa tuko na watu kati yetu ambao wanasema mimi leo nakutana na Yesu na badiliko langu ni kwa njia ya ubatizo. Na uko hapa unasema mimi kambi hili siwezi kuondoka kwenye hili kambi kabla sijampokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Uko darasa la ubatizo, labda umekuja tu hapa, lakini unasema badiliko langu nahitaji kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Mahali ulipo unaweza ukanyoosha mkono wako. Nina ombi maalum kwa ajili yako. Nyosha mkono wako mahali ulipo, popote pale. Nyosha tu mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Popote ulipo. Unasema pastor, mimi nahitaji kubatizwa. Ili kambi nahitaji kubatizwa. Asante sana. Mungu akubariki sana. Mwingine? Naomba wachungaji waje hapa mbele. Unaweza ukasogea tu mpaka hapa hivi, wachungaji wakushike mkono popote ulipo. Hapo hivi. Njoo. Wachungaji wako hapo kwa ajili ya kuwashika mkono. Sogea. Asante sana. Mungu akubariki. Sogea. Fanya haraka. Unaweza ukamsindikiza rafiki yako. Mlete rafiki yako. Ni wakati wa kufanya maamuzi. Sogea. Sogea mahali ulipo, sogea. Bwana wabariki sana. Tengeneza tu mstari hapo. Sogeeni. Popote ulipo fanya haraka uje. Popote ulipo fanya haraka. Msindikize rafiki yako uje naye. Njoo na rafiki yako. Mungu wabariki sana. Endelea kutembea. Najua ni wakati wa kufanya maamuzi. Endelea kutembea. Kuna mguso ndani ya moyo. Shetani hataki ufanye maamuzi haya. Vaa ujasiri, kimbia uje hapa mbele. Vaa ujasiri, tembea kwa haraka.
Usimruhusu adui aendelee kukunong'oneza. Kimbia uje hapa mbele popote ulipo. Ninajua kuna wengine ambao wanafuata kwa njia ya television, wanahitaji kubatizwa. Kuna namba ya simu itapita hapo, utatuambia ulipo, tutakuelekeza kanisa mahali lilipo ili uende ukabatizwe. Endelea kutembea. Je, kuna mtu mwingine anasema, mchungaji, usifunge wito huu, nahitaji na mimi nidhihirishe ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nakutana naye. Ninavuta kidogo kwa ajili ya mtu mmoja, navuta kidogo kwa ajili ya mtu mmoja, na kusubiri wewe ambaye bado unapambana ndani ya moyo wako. Vaa ujasiri, uje hapa mbele, ujiunge na wenzako. Ninavuta kwa ajili ya mtu mmoja. Tembea, tembea popote ulipo, tembea. Shinda hiyo roho, tembea. Mtu mmoja, tembea. Najua ndani yako kuna kitu kinakuvuta ili uweze kubaki. Vaa ujasiri, uje mshinde shetani. Njoo hapa, endelea kushinda hiyo roho, usikubali inayokuambia ubaki. Ninavuta kwa ajili ya mtu ambaye bado anasita. Vaa ujasiri, uje hapa mbele. Unaruhusiwa kumsindikiza rafiki yako aweze kuja, ajiunge na wenzake hapa. Kabla sijaingia wito wa pili, tembea uje hapa mbele. Nakaribia kuingia wito wa pili, nakaribia kuingia wito wa pili. Kama yuko mtu wa namna hiyo, njoo hapa mbele moja kwa moja. Tembea uje hapa mbele. Fanya haraka kidogo ili tuweze kuokoa muda wetu. Ongeza spidi kidogo. Asante. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Njoo tu. Mungu akubariki. Je, kuna mtu mahala fulani mwingine? Njoo. Msindikize mwenzako mpaka umfikishe kabisa. Njoo. Njoo. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki. Njoo. 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 Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wito wa pili na wa mwisho sasa. Wakati piano imetulia na waimbaji wametulia kidogo, wito wa pili. Umekuja hapa, wewe ni mgonjwa. Unasema nahitaji nikutane na Yesu ili aweze kuniponya magonjwa yangu. Njoo hapa mbele. Na wewe tembea uje hapa mbele. Tembea. Hakuna mponyaji kama Yesu. Tembea. Naomba muwe na gap kati ya wanaobatizwa na hao wengine, pawe na utofauti. Hata kama umejitoa kwa ajili ya ubatizo lakini una changamoto ya afya yako, baki hapo hapo tu, inatosha. Tembea. Ninaye rafiki naye alinipenda mbele, kwa kamba za pendo lake nimefungwa milele. Aukaza moyo wangu, uache ugeuzi, ninakaa ndani yake, yeye kwangu milele. Rudia, aukaza moyo wangu, aukaza moyo wangu, uache ugeuzi, ninakaa ndani yake, yeye kwangu milele. Baba yetu, watoto wako wamejitoa kwako, hawajaja kwetu sisi wachungaji hatuna cha kuwapa. Umetuumba kama vyombo vya kuita wadhambi wenzetu kwa wokovu, na tunafurahi tukiona jinsi ambavyo watu wanasikia wito wako.
wamekuja kwako, kutana nao. Kama kuna upofu popote, gusa macho yao. Kama kuna ukiziwi popote, gusa masikio. Baba, kama kuna muujiza tunaotamani utende kwa hawa waliojitoa, ni ushindi wa dhambi, waliokuwa wanawajua kwa historia ya zamani, wakawaone wakiwa viumbe vipya. Acha ulimwengu ukiri kuna Mungu anayebadilisha. Lakini naomba pia kwa ajili ya mtoto wako mmoja hapa ambaye alishabatizwa zamani, lakini kuna changamoto ya kiroho bado anapambana nayo. Wenzetu wakijitoa namna hii, na yeye pia mtendee muujiza. Ulimbadilisha Petro kutoka tabia ya kutangatanga na hasira, ukamfanya mpole, jasiri. Ninakutukuza sana. Tazama, kuna wagonjwa ambao wamekuja, wana maumivu katika miili yao, na mfalme wa amani, wewe ni jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake. Na siku ya leo wakiwa wamekuja wakipigwa na miali ya jua la asili, ishara ya jua la haki, hii miale ya jua la asili ikawe ni miale ya jua la rohoni, ukapate kuondoa magonjwa yote, iwe ni maumivu, iwe ni changamoto. Mengine yametokana na kuvunja kanuni za afya, lakini tunapokuja kwako mwenye rehema zote, unasamehe na kuponya, na tunadai ahadi ayaponya magonjwa yako yote. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haijalishi ni maumivu na magonjwa yasiyotibika, kwako mkono wako ukiunyoosha, jua la haki liking'aa lenye kuponya katika mbawa zake, watoto wako wakafunguliwe milele. Lakini Yesu, nimekutukuza, maana hata walioleta majina kwa ajili ya ndugu zao walioko mbali, ulitenda muujiza. Ikiwa jana tu katika maombi ya jana umemuinua mtu ICU, leo tunaleta ndugu zetu walioko hospitalini, waguse. Madaktari wanaowatibu wape hekima, wakajue tiba sahihi kwa ajili ya utukufu wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, magonjwa yote, enyi magonjwa mnasikia sauti ya neno la Mungu, achia miili ya watoto wa Mungu wawe huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Matumbo ambayo yanahitaji watoto wakapate kwa jina la Yesu Kristo. Wale wenye changamoto za muda mrefu za afya waondoke na ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, amen. Kabla hamjaondoka hapa, jioni usikose, tutakuwa pia na sadaka maalum kwa ajili ya kununua vitabu. Njoo kwa kadri Mungu atakavyokugusa. Kumbuka, katika matoleo yetu ni wakati wa agano na Mungu. Mungu awabariki sana. Mliojitoa kwa ajili ya ubatizo, mbaki hapo hapo, na kama kuna mwingine huko unatamani kujiunga na hawa wengine, wakirudi we njoo, wengine wakirudi wewe njoo. Alafu viongozi wa kanisa watawaelekeza sehemu ambayo mtakwenda kwa ajili ya maelekezo. Basi mfuateni mchungaji hapo. Kama kuna mwingine huko unasikia kuguswa, njoo jiunge na wenzako hapa. Bwana wabariki sana.